Naitwa mrakibu msaidizi Kenneth Mokasitu, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita. Mnamo jana mida ya saa 5 nilipigiwa simu na afande RPC kwamba kuna mashimo au maduara ambayo tunasema yametitia, na kule kuna timu ambayo iko hapa ya Bukombe ilifika eneo la tukio na kukuta kule kuna mashimo ambayo yametitia, lakini kwa bahati nzuri mashimo ambayo yametitia yalikuwa yapo katika ukarabati. Kwa hiyo kulikuwa hakuna binadamu au kiumbe chochote kilichopo kwenye yale mashimo. Na muda wa haraka zoezi la utafutaji lilianza huo muda wa jana. Kwa hiyo jana kulikuwa kuna timu nyingi, tulikuwa na jeshi la polisi, tumeshirikiana nao vizuri. Pia tulikuwa tuna watu wa idara ya madini kwa upande wa huku ni Mbogwe na Bukombe. Pia tulikuwa tuna wachimbaji na pia tulikuwa tuna viongozi wa mgodi na wale wakaguzi ambao maarufu ni machifu na mainspector, tulikuwa nao katika zoezi la jana la utafutaji. Lakini hadi mida ya saa 5 tulisitisha zoezi la utafutaji kwa sababu kulikuwa hakuna binadamu wala kiumbe yoyote aliyekuwepo katika ile eneo la tukio. Kwa hiyo kuna taarifa zimesambaa ambazo tunasema sisi tunaita rumors, kwamba ni taarifa za kizushi. Wamesambaza taarifa kwamba kuna binadamu wako mle ndani au kuna watu ambao wamefariki, lakini naomba nitoe kwamba hizo ni taarifa za kizushi. Hakuna binadamu aliyepata madhara, hakuna miili ambayo ipo katika hilo shimo au katika ile eneo la tukio, na mpaka muda huu zoezi la utafutaji linaendelea. Zoezi ambalo lipo sasa hivi ni la ufungaji wa timba au mabox ambao tutasaidia tuweze kufika mpaka chini eneo lilipoza, kwa ambapo tunajua ile eneo ni salama. Na kwa kuongezea tu, timu ya zimamoto na watu wa madini na pia mainspector walipitia njia nyingine za dharura kuweza kujua kule chini kuko vipi. Hatuna njia moja tu ya kufikia ile eneo, kwa tuna njia nyingi sana za huko chini. Kwa hiyo tumejiridhisha kwamba kuko salama, lakini kitendo kinachofanyika sasa hivi ni cha utafutaji, ambapo kuna watu wanaojulikana kama tunasema manyani au tunasema ni wavamizi ambao hawana vibali. Kwa hao tuna wasiwasi kwamba inawezekana wakawepo labda walinasa, lakini mpaka muda huu hatuna lalamiko lolote la mtu aliyepotea au kama kuna mtu kwamba hapatikani au mzazi au mlezi aliyepiga simu kwenye huu mgodi wa Msasa kwamba kuna ndugu yake aonekane. Eneo liko salama, liko vizuri kabisa. Kwa hiyo ni taratibu nyingine ambazo tunasubiri ziweze kuendelea, zoezi letu liweze kufanikiwa. Kwa sasa hivi tunachoendelea nacho ni ufungaji wa matimba, ambapo hili ni zoezi la kitaalamu zaidi, alihitaji haraka, na mpaka jana tumejiridhisha tumeweza kutoa generator ambayo ilikuwa pale chini. Pia tumetoa winch ambayo inatumika kuvutia kamba. Kwa hiyo utaona kabisa generator na winch limepatikana. Hakuna viashiria vya binadamu, nguo, labda kuna bakuli au sahani ambavyo vinasema hivyo, ni uashiria kwamba kuna watu walikuwa katika ile eneo. Kwa hiyo mwisho tutaendelea kutoa taarifa, lakini tunatarajia leo tunaweza zoezi letu kukamilika, lakini siwezi kutoa taarifa kwa sababu bado taratibu za uchunguzi zinaendelea. Hata sababu ya kwa nini imetitia, bado taratibu za uchunguzi zinaendelea. Zoezi la uchunguzi ni zoezi la ambalo linashirikisha taasisi mbalimbali. Kuna zimamoto, kuna jeshi la polisi, kuna idara ya madini, kuna watu wa hapa ambao tunasema ni mainspector na wamiliki wa madini. Baadaye tutatoa ripoti ambayo itaweza kutumika kwamba kujua chanzo ni nini. Kwa sasa hivi bado zoezi la utafutaji linaendelea. Kuna wengine waliuliza kwamba mnafanya maokozi. La hasha. Tuko kwenye zoezi la utafutaji. Maokozi yanafanyika endapo kwa kuna mtu yuko ndani au kuna mwili tumeutoa au kuna kiumbe kiko kule ndani. Hadi sasa hivi hata kuku mle ndani hayupo. Kwa hiyo utaona ile zoezi linafanyika sasa hivi ni la utafutaji. Tunatafuta. Kwa zoezi lipo sasa hivi ni utafutaji. Maokozi yakifanyika tutatoa taarifa kama kuna maokozi yamefanyika. Ni hivi, mimi naitwa George Mwitazi. Niko kwenye kitengo cha kikosi maalum ambacho kinakagua chini uharibifu wote wa maduara au wizi wa yoyote wanaoiba wale manyani. Sasa tukio lililotokea hapa juu ni kwamba hiyo sehemu kwanza ilikuwa ina maduara yale yalikuwa yana ukarabati, yani ambao yalikuwa yameshapiga danger tape, yalikuwa yafanyiwi kazi. Na siku ya juzi ambako yametoa ishara ya kukatika pale, kulikuwa hakufanyii kazi yoyote pale. Na ishara ya kwanza pale
tanda ambalo unaliona liko juu, tanda ambalo ni hema, nguzo ya kwanza ilianza kuvunjika ambayo imetoa lishara. Alafu ilichukua kama dakika 10 pale sehemu ile hatalisha ambako paka inashuka kulikuwa hakuna mtu hata mmoja. Kilichotitia pale ni winchi, generator na vitu vile vilivyokuwa juu na ambavyo toka juzi tunaokoa. Kitu cha kwanza tulichokifikia ilianza bambamu, ikafuatiwa generator, ikafuatiwa ile pikipiki ile ambayo ilikuwa kwenye winchi na mpaka sasa hivi bado tunaokoa. Hatujapata kitu chochote ambacho kinaashiria hata shati ya mtu au mwili wote wa mwanadamu. Kwa majina naitwa James Nkamba, ni chifu wa mgodi huu wa Msasa. Niombe kutoa maelezo kidogo juu ya changamoto ambayo ilitukuta jana. Naomba nijaribu kuielezea kwa urefu zaidi. Changamoto hii tulianza nayo ilikuwa juzi. Eneo lile lionyesha kuleta changamoto, lakini ndani ya changamoto ilikuwa ni changamoto ya kiusalama ambayo baada ya kuiona mainspekta walichukua hatua na kuandika maelezo ya ufundi ukarabati wa yale maeneo. Kabla zoezi halijaanza, lile eneo tuliwekea utepe kama kawaida yetu. Jana asubuhi kulipopambazuka, kama kawaida huwa tuna shughuli zingine asubuhi kabla ya kuruhusu kazi za uchimbaji kwenye hili eneo. Kwenye mida kama ya saa 3:30, wakati mainspekta wakiendelea kuzungukia hili eneo kuangalia usalama, walibaini kuwepo na michaniko kwenye hilo eneo ambalo tayari lilikuwa na danger tape. Baada ya kubaini michaniko imeongezeka, walichukua hatua ya kuondoa hata wale watu ambao walikuwa nje ya hilo eneo kwa kuhofia kwamba lile eneo lilikuwa linaweza likatitia muda wote. Na walifanikiwa kuwaondoa. Baada ya kuwa wamefanikiwa zoezi la kuwaondoa pale, zilipita kama dakika 15 lile eneo likatitia. Maana yake lile eneo lilititia likishuhudiwa na mainspekta. Pale chini hapakuwa na watu kwa sababu ni eneo ambalo lilikuwa limesimamishwa muda mrefu, lilikuwa na kama siku 2 kisubiria ukarabati. Na baada ya kuwa limetitia, tulitoa taarifa kwenye vyombo husika kwamba hapa kuna changamoto ya eneo kutitia. Baada ya kuwa tumetoa taarifa kwenye vyombo husika ikiwemo watu wa madini, mainjinia, walifika eneo la tukio. Lakini baada ya kuwa wamefika, kwa sababu ni eneo ambalo lilionekana limetitia na kukawa na rumasi zikavuma kwamba kuna watu walikuwa pale juu, wale watu tayari wamedumbukia chini. Kwa hiyo tulichokifanya ni kuhakikisha tunaanza mazingira ya uokoaji tukishirikiana na wale maafisa madini, watu wa zimamoto na viongozi wengine wa serikali walikuwepo mahali hapa. Tulifanya hilo zoezi mpaka inaenda kufika kama saa 3:30 usiku. Tulikuwa tumeshavipata baadhi ya vifaa ambavyo vilikuwepo pale juu, ikiwemo winchi, majenereta, kulikuwa na bambamu ambavyo vilitoka juu kwenye mtitio. Kwa hiyo niseme tu wazi, hili eneo sisi kwenye namna ya kufanya uokoaji ilikuwa ni kama kufanya namna ya kuwalizisha watu ambao wakuwepo kwenye tukio. Lakini sisi tulikuwa tunaamini wazi kabisa hili eneo halikuwa na watu, kwa sababu mpaka jambo linaenda kutendeka tayari sisi tulikuwa tuna taarifa kwamba hili eneo ni bovu.